الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pia kumtakia ziada ya rehema kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba leo nataka nitoe faida muhimu sana juu ya watu ambao wamekuwa wakiteseka na maradhi mbalimbali, na yale maradhi yao wamekuwa wakitibika ama wakitibiwa pasipo mafanikio ya kutibika. Maradhi haya yanaweza kawa katika grupu aina 5 mpaka 6 ambayo yamekuwa yakisumbua katika hali mbalimbali. Unakwenda hospitali mbalimbali, unakwenda katika vipimo mbalimbali, magonjwa yasionekane, lakini sababu yake ni watu kushindwa kujua ni wapi walipokosea ama ni wapi wanapohitaji kurekebisha. Na sehemu hiyo ni ipi? Kwanza tunatakiwa turudi katika kanuni ya maisha na mafundisho aliyotuachia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu ametuelekeza kwamba tunapotaka kulala basi tusome jumla ya aya 15. Aya hizi 15, 11 zipo katika sura 3. Sura moja ina aya zisizopungua 4, sura ya pili ina aya 5 na nyingine ina aya 6. Sasa hizi aya zote tutakapoziweka pamoja na kuzisoma ndipo zinapotuletea na kutukinga juu ya madhara ya matatizo hayo. Yepi? Kuna watu leo hii mioyo yao imekuwa ikisibiwa na amradhi na maradhi gani? Maradhi ya wasiwasi, kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min sharri waswasi al-khannas, kwamba tujilinde kutokana ama atulinde Mwenyezi Mungu, tunamuomba kutokana na shari za wasiwasi za al-khannas. Al-khannas ni nani? Ama al-khannas ni nini? Min sharri waswasi al-khannas, kutokana na shari za wasiwasi za al-khannas. Huyo al-khannas ni nani? Yupo hivi, alladhi yuwaswisu fi suduri nas, yeye tabia yake kutia wasiwasi katika nyoyo za watu. Anapotia wasiwasi katika nyoyo za watu, kinachofuata ni watu kupata maradhi ya presha, kupata maradhi ya stroke, kupata maradhi ya mioyo kwa maaina mbalimbali katika maradhi ya moyo. Haya ni maradhi ambayo yanasababishwa na huyu al-khannas. Na huu ugonjwa wenyewe sasa wa kutia wasiwasi, chanzo chake inal jinnati wan nas, kutokana na watu na majini. Ndio maana ugonjwa huu, angaika hospitali zote unazozijua wewe katika dunia, kupata tiba hospitali ni ngumu, kwa sababu ugonjwa huu unatokana na al-khannas. Na al-khannas ugonjwa huu unatokana na al-khannas, na kazi yake yuwaswisu fi suduri nas. Na maradhi haya ya nyoyo, chanzo chake ni watu na majini. Kwa utakapokuwa unahangaika katika matibabu ya kifamasia, ni ngumu kupata matibabu. Ndio maana tiba kubwa ya hospitali kifamasia watakupiga mkasi. Ugonjwa wote ambao hospitali suluhisho lake ni mkasi, hawana dawa wala njia tofauti zaidi ya mkasi, basi ugonjwa huo mara kadhaa huwa unajinnati wan nas, kutokana na watu na majini. Kwa ndio upate mtu mjuzi akufanyie visomo husika kwa ajili ya kuondosha wasiwasi. Si hivi, kuna maradhi ambayo yametajwa katika sura inayofuata pale Allah aliposhusha wahi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul a'udhu birabbil falaq, kwamba tunamwomba Mwenyezi Mungu ama sema najilinda kwa Mola wa falaki. Falaki, kumbuke falaki ni nyota Wakati huo falaki ni nyota, pia ukumbuke kwamba kuna aya kama vile wasamai dhatil buruji, buruji ni nyota. Pia ukumbuke wa najmi idha hawa, najmu ni nyota. Ukumbuke wa idhal kawakibu intatharat, kawakibu ni nyota. Sasa hapa tunaambiwa ni kul a'udhu birabbil falaq, kwamba tunajilinda kwa Mola wa nyota. Nyota hii ya falaki ni nyota maalum, na ndio maana hii elimu ya falaki ni elimu maalum, kama ilivyo ilmu al-buruji ni elimu maalum, ilmu an-nujum ni elimu maalum. Kwa hizi ni elimu ambazo ukizikusanya pamoja zinatengeneza elimu ya nyota ama elimu za mambo ya anga, mambo ya astronomy. Waarabu ndio huita manazil, lakini wakati huo atazuka mtu mpumbavu mmoja, mjinga mmoja, kashiba ugali na dagaa, atakwambia elimu ya manazil haram. Lakini akienda kwa wazungu akisoma astronomy atapata yes, I'm educated.
mimi ni msomi, kisa kasoma astronomy, lakini huku amesoma manazili anakushirikina yule. Huu ni upumbavu wa kutokujua unachokifanya, si hivyo? Tunakuja katika sehemu ya pili, min sharri ma khalaqa. Mwenyezi Mungu atulinde kutokana na shari za akhlaki. Shari za akhlaki, huu ni aina katika aina za uchawi. Aina hii ya sihru akhlaki, uchawi huu ni moja ya chawi mbaya zenye kutesa watu. Kwa nini? Uchawi huu tabia yake ni kumwathiri mtu aidha katika tabia au katika maumbile. Kwa ile mtu anaweza kuwa alikuwa mzima kama ni mwanaume rijali, lakini ghafla hafai, hawezi kumkaribia mkewe. Mwanamke alikuwa hivi, lakini ghafla hashiki mimba. Mwanamke ilikuwa mtu alikuwa na afya yake kamili, ghafla tu kile kitu si kitu kawa kilema. Hii ni sihru akhlaki. Mwingine alikuwa ni mtu muungwana, baba yake shekhe, mama yake mfagia msikiti, lakini ghafla mtoto mlevi. Hii ni sihru akhlaki. Kwa usikae ukamtukana mtu kwamba kwa nini yule mlevi, kwa nini yule chapombe, kwa nini yule mvuta bangi. Kuna wengi wamesibiwa na sihru akhlaki, si akili zao. Huu ni moja katika aina za uchawi. Muombe dua unapomwona mtoto mwenzako anakwambia sikumcheka. Sawa? Hili Mwenyezi Mungu akasema wa min sharri ghasiqin idha waqab. Kuna sihiri inaitwa ghasiq. Sihiria ghasiq ni aina ya uchawi ambao mara nyingi huwa unapiga katika ini. Ukipiga katika ini unaweza ukavimbisha tumbo au ukavimbisha mwili wenyewe kwa ujumla wake. Mtu akawa anaumwa, mwili unafura, ananenepa siku baada ya siku, ugonjwa hauonekani. Huu ni uchawi unaitwa sihru ghasiq, na watu wengi wamesibika na wanateseka mpaka leo. Wakienda hospitali, mwisho wa siku ataambiwa punguza uzito. Atapunguza uzito, atajinyima kula, atapunguza mwili, lakini ugonjwa uko pale pale. Ajabu, kula hali, lakini mtu anazidi kunenepa siku baada ya siku. Kisha wa min sharri nafathati fil uqad. Kuna aina ya uchawi unaitwa sihru nafith. Sihri nafith ni uchawi ambao mtu anakuwa anakonda siku baada ya siku, anakwisha siku baada ya siku. Mwingine ufika mahala ngozi yake inakuwa kama mtu aliyemwagiwa majivu, ama kama mtu aliyemwagiwa unga. Hata akoge kwa sabuni anayokogea Barack Obama, apake mafuta anayopaka Bill Clinton, lakini nusu saa tu ngozi imekauka. Ana sukari, hana nini, ugonjwa haueleweki. Mtu anakwisha siku baada ya siku, nywele zinakuwa kama amerambwa na paka. Kwa nini? Hii ni uchawi unaitwa sihru nafith, ambayo hii sihru nafith inasimamiwa na majini wanaitwa swariwa. Hawa majini aina ya swariwa, ugonjwa wowote unaojua wewe duniani wao wanajua kuutengeneza. Nafikiri kwa Tanzania sio jambo la ajabu. Kuna mwanamuziki alikufa hapa Dar es Salaam hapo Tanzania. Kabla ya kufa kwake alikuwa anawaambia watu, jamani, mimi naumwa ukimwi, lakini ukimwi wangu wa kichawi. Watu wakawa wanamcheka kwamba kuna ukimwi wa kichawi, lakini kweli ukimwi wa kichawi upo. Unaona? Ukimwi wa kichawi upo, kansa ya kichawi ipo, ukimwi ya kichawi ipo, kila ugonjwa unaojua wewe upo ugonjwa wa kichawi. Kwa sharri hasidin idha hasada. Kisha kuna shari za hasidi pindi anapohusudu. Hasidi ni mtu mwenye tabia ya kuchukia neema za mtu, mtu mwenye kuumia kwa ajili ya mtu kupata neema, mtu asiyependa kuona mafanikio ya wenzake. Ima ni yule mwenye kutamani kila kitu kiwe chake, kila kitu kizuri yeye ndo anastahili, wenzake hawastahili. Hao ni mahasidi. Kwa unapokuwa umesibiwa na haya, basi wewe jukumu lako utafuta wajuzi wenye kujua kwamba huu ni uchawi gani, unasimamiwa na jini gani, na unaondolewa namna gani, ili uweze kupona. Usikurupuke tu. Ndio maana tunasema tiba bila ramli ni kitu kinachowezekana. Unaweza kaniita tu hakimu nchini chifu na sura al-Mahdi, lakini usisahau kwamba leo nimepata bahati nyuma ya kamera, alhamdulillah, niko na sahibu hapa, rafiki yangu muhimu sana, mtu muhimu sana, alhamdulillah rabbil alamin. Huyu amekuwa daktari katika maisha yangu, alhamdulillah. Ndugu yangu Bwana Awadhi nyuma ya kamera. Basi inshallah ibada kwa wale tutakaonufaika na kuelimika, fadhila wagawane wazazi wetu, baba yangu mimi na baba yake yeye, kwa kuwa sote tumefiwa sisi. Mimi yatima mzee na yeye yatima kijana. Basi alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ajalie fadhila na manufaiko watakayopata watu katika kupitia mada hii, basi ziwafikie thawabu wazee wetu inshallah.
Unaweza kuniita Hakimu Jini, Chifu Nusura El Majidi, Mwarabu wa Goma. Salala Omani ndio nyumbani na hapa nipo Muscat. Alafu tarehe 10 tuonane ofisini Goma. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wale wahitaji wa pete basi mkataba wa kuagizana pete ushakwisha. Atakayehitaji aje ofisini tuzungumze kiofisi. Hii kuagizana nilisema kuanzia tarehe 20 ya mwezi Aprili mpaka mwezi Februari mpaka tarehe 1 ya mwezi Machi. Kwa muda ule wa kuagizana ushakwisha, na kila aliagiza nimemuonyesha mzigo wake. Kwa hiyo tarehe 10 kila mwenye mzigo wake aje achukue inshallah. Tegeta Goma mpakani, nipenda kuita hivyo. Namba ya simu alama ya kujumlisha 255784638989. Usipige tafadhali, tuma message ya maandishi kwa njia ya WhatsApp. Kama message yako ina umuhimu itajibiwa, kama haina umuhimu basi itaachwa kama ilivyo. Na ukiambiwa njoo ofisini hakuna njia mbadala. Sawa? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.